Habari za wakati huu. Hapa leo tutaangazia kauli yenye uzito mkubwa iliyotolewa na waziri wa zamani pamoja na mbunge mstaafu Profesa Anna Tibaijuka kuhusu kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Waziri wa zamani na mbunge mstaafu Profesa Anna Tibaijuka amebainisha kuwa rais pamoja na mkurugenzi wa mashtaka DPP wanayo mamlaka kamili ya kisheria na kikatiba ya kufuta shauri linalomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu bila kuingilia uhuru wa mahakama. Akizungumzia kupitia mtandao wa X Julai 24 mwaka 2026, Profesa Anna Tibaijuka amejibu maelezo ya viongozi wanaodai kuwa kumshauri rais ni kuingilia kati suala hilo ni kiukwaji wa msingi wa kisheria, akifafanua kuwa wanaotoa hoja hizo wanapotosha umma kwa kutojua au kwa hila za kisiasa. Mahakama zina wajibu wa kutoa maamuzi kwa uhuru, lakini serikali kupitia vyombo vyake ndivyo huanzisha na kuendesha mashtaka ya jinai. Mamlaka ya kuondoa shauri mahakamani yapo chini ya Mheshimiwa Rais na serikali yake kupitia ofisi ya DPP. Nani anasema kumshauri rais atumie mamlaka haya na kuingilia mahakama? Kusema vinginevyo ni kupotosha umma, amesisitiza Profesa Anna Tibaijuka, akitolea mfano kauli ya hivi karibuni ya kamati ya mawaziri ya Jumuiya ya Madola CMAG. Profesa Tibaijuka ameeleza kuwa hata katika demokrasia zilizoimarika kuna wakati suluhu ya migogoro ya kisiasa hupatikana kwa kutumia taratibu halali za kisheria pamoja na busara za kisiasa. Profesa Anna Tibaijuka amehitimisha kwa kubainisha kuwa ikiwa serikali itaondoa shauri hilo kama ilivyowahi kufanya mara kadhaa huko nyuma, itasaidia kuponya majeraha ya kitaifa na kurejesha kuaminiana na kuweka mazingira mazuri ya kufikia mwafaka wa katiba mpya. Kauli ya Profesa Anna Tibaijuka ni moja ya sauti muhimu zinazotoka ndani ya mzunguko wa serikali ya zamani na sasa. Anasisitiza tofauti ya uhuru wa mahakama, yani judicial independence, na mamlaka ya mashtaka, yani prosecutorial power. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, mkurugenzi wa mashtaka DPP ana mamlaka ya kuanzisha, kuendelea au kuondoa mashtaka ya jinai. Rais pia ana mamlaka ya kutoa msamaha au kuingilia katika baadhi ya masuala kupitia mamlaka yake ya kikatiba. Tibaijuka anasisitiza kuwa kumshauri rais kutumia mamlaka haya si kuingilia mahakama. Kauli hii inakuja wakati wa mvutano mkubwa kuhusu kesi ya Lissu, mikutano yake ya siri mjini na wito wa katiba mpya. Tibaijuka anaunganisha moja kwa moja uondoaji wa kesi hii na kuponya majeraha ya kitaifa na kuweka mazingira ya mwafaka wa katiba mpya. Kauli ya Profesa Anna Tibaijuka ni yenye busara na inatokana na uzoefu wake mrefu. Anajaribu kuondoa hofu au upotoshaji kwamba kutumia mamlaka ya DPP au rais kuingilia mahakama. Hii ni tofauti muhimu katika demokrasia. Hoja yake ina msingi thabiti. DPP ana mamlaka yote ya kufanya null prosequi, na historia inaonyesha serikali imewahi kuondoa kesi za kisiasa. Hata hivyo, matumizi ya mamlaka haya yanapaswa kuwa wazi, yasiyo na ubaguzi na yasiathiri uhuru wa mahakama. Kuunganisha uondoaji wa kesi na muafaka wa katiba mpya ni hoja yenye nguvu. Inaonyesha kuwa baadhi ya viongozi wanaona kesi ya Lissu kama kikwazo cha kisiasa kinachohitaji suluhu ya kisiasa pamoja na kisheria kwa pamoja. Kurejelea CMAG, yani Commonwealth Ministerial Action Group, inaonyesha kuwa kuna shinikizo na mifano ya kimataifa ya kutumia busara ya kisiasa pamoja na sheria. Ikiwa serikali itaondoa kesi, itahitaji kueleza sababu zake wazi ili kuepuka tuhuma za selective justice. Kinyume chake, kuendelea na kesi bila ushahidi thabiti kunaweza kuongeza majeraha ya kitaifa. Kwa ujumla, kauli ya Tibaijuka inachangia mjadala wa wazi kuhusu jinsi ya kumaliza migogoro ya kisiasa bila kuharibu misingi ya sheria. Huu ulikuwa uchambuzi wa kina kwa kauli ya Profesa Anna Tibaijuka kuhusu mamlaka ya rais pamoja na DPP katika kesi ya Tundu Lissu. Mjadala bado unaendelea. Wewe una maoni gani kuhusu hoja yake? Je, rais kweli ana mamlaka au DPP kweli wana mamlaka ya kufuta au kufanya hii kesi itolewe katika shauri lake, kwamba isiwepo kabisa kesi hii kwa sababu inaonekana ni kesi ya kisiasa?
Na je, wafanye hivyo au waache mahakama ifanye kazi yake? Nini maoni yako kuhusiana na hilo? Lakini kwa baadhi ya sisi tunaona kuwa Anna Tibaijuka yuko sawa, sababu kesi mpaka sasa hivi inavyozidi kuendelea hatujaona cha maana ambacho kinaendelea kwenye kesi hiyo. Kwa ingewezekana kama waiharakishe ieleweke mwafaka wake ni nini, au waifute kabisa kwa sababu haina manufaa yoyote kwa taifa hili. Sijajua kwa upande wao, labda inaweza kuwa na manufaa kwa chama tawala, lakini kwa baadhi ya wananchi na vyama vingine vya upinzani pamoja na wanasiasa na maendeleo ya nchi hii, kesi hii haina afya wala tija kwa nchi hii. Je, wewe mfuatiliaji na msikilizaji kipindi hiki, nini maoni yako kuhusiana na hili? Je, ungependa kesi hii iendelee kuwa inasikilizwa mpaka iishe, au ifutwe kwa sababu hatuelewi mwelekeo wake ni nini? Tuandikie maoni yako hapo chini na sisi tutazidi kukuletea habari kadri zinazozidi kutufikia. Endelea kuwa nasi na kaa hapo.